Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Uingereza kwa ziara yake ya pili ya kihistoria ambapo itashuhudia mseto wa maonyesho ya kifalme ambapo kutakuwa na mazungumzo ya kibiashara na siasa za kimataifa, huku mjadala mzito ukiwa ni Ukraine pamoja na Mashariki ya Kati. Kabla ya kufanya safari kutoka Marekani katika ndege ya Air Force One, Trump alituma ishara chanya akieleza ziara hiyo kama heshima na kusema uhusiano wake ni mzuri sana na Uingereza. Wanataka kuona kama wanaweza kuboresha mkataba wa biashara kidogo. Ninajaribu kuwasaidia, Trump alisema, huku mkataba wa mabilioni ya uwekezaji ya kiteknolojia ya Marekani ukitangazwa wakati wa ziara ya Trump ikiwa inaendelea. Lakini Trump alisema lengo kuu la ziara hiyo ilikuwa kumuona rafiki yake Mfalme Charles. Anasema rais wa Marekani anawakilisha nchi vizuri sana, muungwana wa kifahari, anasema rais huyo wa Marekani. Akitua katika uwanja wa ndege wa Stansted, Rais Trump alipokea makaribisho rasmi kutoka kwa safu kwenye barabara ya kuruka kwa ndege, na walikuwemo mawaziri kadhaa akiwemo waziri wa mambo ya nje Yvette Cooper. Mwenyeji wake atakuwa Mfalme Charles na safu kamili ya washiriki wa familia ya kifalme kwa sasa ni pamoja na Malkia Camilla ambaye alilazimika kukosa mazishi ya Duchess ya Kent mnamo Jumanne kwa sababu alikuwa akisubiri ugeni huo. Prince William na Catherine watakuwa sehemu ya kukaribishwa kwa sherehe. Kutakuwa na salamu za bunduki, ukaguzi wa kijeshi wa Trump na mkewe Melania watakuwa na msafara wa gari. Safari hii italenga kumfurahisha rais ambaye Jumamosi jioni katika eneo hilo alifichua tena shauku yake ya ufalme akisema kuhusu mfalme, amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu na kila mtu anamheshimu na anampenda. Kuhusu hisia zake kuhusu Uingereza, Trump alisema, nina mambo mengi hapa ambayo yanauchangamsha moyo wangu. Nataka kuambia ni mahala maalum sana. Rais huyo wa Marekani hakueleza ni nini haswa ambacho atakizungumza, lakini zaidi ni kuhusu masuala ya kibiashara, lakini na kuangazia masuala ya kimataifa. Ujumbe mzito kutoka katika ufalme nchini Uingereza utangazia zaidi vita nchini Ukraine, kadhalika na kuangazia mambo kadhaa yanayoendelea katika ulimwengu ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati. Hata hivyo ni katika kudumisha ahadi yake kwa NATO na kuunga mkono Ukraine, na kutakuwa na safu kubwa zaidi ya kawaida ya kijeshi kwa ziara ya serikali. Hata hivyo Uingereza ipo tayari kutoa wanajeshi zaidi ya 1300 wanaume na wanawake katika jeshi, Royal Navy na RAF kushiriki katika makaribisho, kujenga ulinzi mkubwa na kuiwekea heshima Ukraine. Ziara hiyo ya kiserikali kitakuwa karamu ya kuvutia katika ukumbi wa St. George ambapo Mfalme Charles na Rais Trump watatoa hotuba huku wageni wakifurahia menyu ambayo huenda ikawa uwakilishi wa upishi wa uhusiano huo maalum na vyakula vya Uingereza na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza ni nini ambacho kitaendelea kutokana na ziara hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump nchini Uingereza ambapo anaenda kukutana na Mfalme Charles. Naitwa Adam Hussein, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.